Hii ni taarifa kwa umma kutoka Young Africans. Klabu ya Yanga imetoa msimamo wake kuhusiana na mechi inayotarajiwa kuchezwa tarehe 15 Juni, mechi ya dabi ya Kariakoo, Yanga vs Simba Sports Club. Hebu isikilize. Uongozi wa Young Africans Sports Club unapenda kutaarifu umma kuwa tarehe 7 Juni 2025 tulipokea barua kutoka Bodi ya Ligi Kuu Tanzania kwa ajili ya kuhudhuria kikao maalumu cha kujadili masuala ya husuyo mchezo namba 184 wa Ligi Kuu ya NBC, Yanga dhidi ya Simba. Uongozi wa klabu yetu ulitii wito huo na kushiriki kwenye kikao kilichofanyika leo Jumatatu Juni 9, 2025 kwenye ofisi za Bodi ya Ligi Tanzania zilizopo jengo la NSSF Mafao House, Dar es Salaam kuanzia saa 4 asubuhi. Baada ya majadiliano ya saa kadhaa, viongozi wa klabu waliwasilisha msimamo wa klabu yetu kuwa hatutashiriki mchezo nambari 184 uliopangwa kufanyika tarehe 15 Juni 2025 mpaka pale matakwa yetu tuliyowasilisha kwa maandishi kwao yatakapotimizwa. Tunawatakia kila la heri Bodi ya Ligi na Shirikisho la Mpira wa Miguu nchini katika kushughulikia matakwa yetu yenye mustakabali mkubwa kwenye maendeleo ya mpira wa miguu Tanzania. Imetolewa na kamati ya utendaji Young African Sports Club. Hiyo ndio taarifa kwa umma ambayo imepostiwa na klabu ya Yanga katika mitandao ya kijamii. Ni upi mtazamo wako juu ya taarifa hii ya Young Africans kuhusiana na derby ya Kariakoo ambayo inatarajiwa kuchezwa Juni 15, 2025? Drop your comment hapo kwenye comment. Hapa ni Super Trove ya Dino Television. Tafadhali endelea kutufollow ili wa kwanza kupata update stories zote za kimichezo. Hii ni taarifa kwa umma kutoka Young Africans. Klabu ya Yanga imetoa msimamo wake kuhusiana na mechi inayotarajiwa kuchezwa tarehe 15 Juni, mechi ya dabi ya Kariakoo, Yanga vs Simba Sports Club. Hebu isikilize. Uongozi wa Young African Sports Club unapenda kutaarifu umma kuwa tarehe 7 Juni 2025 tulipokea barua kutoka Bodi ya Ligi Kuu Tanzania kwa ajili ya kuhudhuria kikao maalumu cha kujadili masuala ya husuyo mchezo namba 184 wa Ligi Kuu ya NBC, Yanga dhidi ya Simba. Uongozi wa klabu yetu ulitii wito huo na kushiriki kwenye kikao kilichofanyika leo Jumatatu Juni 9, 2025 kwenye ofisi za Bodi ya Ligi Tanzania zilizopo jengo la NSSF Mafao House, Dar es Salaam kuanzia saa 4 asubuhi. Baada ya majadiliano ya saa kadhaa, viongozi wa klabu waliwasilisha msimamo wa klabu yetu kuwa hatutashiriki mchezo nambari 184 uliopangwa kufanyika tarehe 15 Juni 2025 mpaka pale matakwa yetu tuliyowasilisha kwa maandishi kwao yatakapotimizwa. Tunawatakia kila la heri Bodi ya Ligi na Shirikisho la Mpira wa Miguu nchini katika kushughulikia matakwa yetu yenye mustakabali mkubwa kwenye maendeleo ya mpira wa miguu Tanzania. Imetolewa na kamati ya utendaji Young African Sports Club. Hiyo ndio taarifa kwa umma ambayo imepostiwa na klabu ya Yanga katika mitandao ya kijamii. Ni upi mtazamo wako juu ya taarifa hii ya Young Africans kuhusiana? Ndugu zangu, katika yale majina ya Ballon d'Or this season, naombeni msiyasahau haya majina mawili. Yuko beki Nuno Mendes, beki wa timu ya taifa ya Portugal pamoja na klabu ya PSG. Lakini pia yuko Vitinha, kiungo wa kuaminika kwelikweli, kiungo wa kutegemewa na klabu ya Paris Saint-Germain pamoja na timu ya taifa ya Portugal. Hao jamaa wameweza kuvaa medali 5 katika msimu mmoja, msimu wa 2024-2025. Wamebeba kombe la ligi kuu nchini Ufaransa, Ligue 1, wamebeba Copa de France, wamebeba French Super Cup, lakini pia wamebeba mataji mawili ya UEFA Champions League na hili la leo la UEFA Nations League. Mnaanyimaje Ballon d'Or msimu huu? Au mnataka wabebe na Club World Cup? Haya. Bana, ni upi mtazamo wako juu ya hili? Drop your comment hapo kwenye comment. Hapa ni Super Trove ya Dino Television. Endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo.